Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu waombolezaji, kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Albert Msando, ni mkuu wa wilaya ya Ubungo. Basi kwa nafasi niliyopewa, naomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Albert Chalamila aweze kutoa salamu za serikali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Baba Askofu, sisi tunakushukuru sana kwa maneno yako mazito. Pamoja na kwamba tuko msibani, hebu naomba tumpigie makofi mengi sana Baba Askofu. Homilia ulioitoa imekuwa ni kubwa mno. Nikushukuru sana pia Padre kwa kutuongozea ibada yetu. Ndugu zangu waumini, somo langu la dakika moja la leo linahusu ni wakati gani haturuhusiwi kulia mwanadamu anapotoweka. Nimehudhuria misiba mingi sana. Miezi michache iliyopita nilihudhuria msiba wa mzee wetu aliyekuwa na zaidi ya miaka 100. Lakini nilikuta watu wanalia na wanazimia kabisa. Anaitwa mzee Msuguli aliyeishi. Nafsini mwangu ikanijia baada ya kusikia kifo cha mzee yule. Mwingine akasema, lakini umri wako umekwenda sana. Kwa mantikio, kwa hitimisho tulitarajia labda watu watasema tusilie. Lakini pia nimehudhuria misiba mingine ya watu waliowahi kuwa majambazi, ambao wamekufa kwa kupigwa risasi, kwa kuchomwa moto na watu wenye hasira kali. Lakini bado kwenye msiba ule kuna watu wanalia, wanasikitika sana, wanaosema baba, mama, wanaoomboleza kwa kirefu sana. Lakini pia nimehudhuria misiba ya mtoto mwenye siku moja, ambaye unaweza kibinadamu ukasema anyway, kwa kuwa alikuwa hata bado hajaonekana vizuri katika ulimwengu, lakini unamkuta baba analia na mama analia. Lakini ukisikiliza mahubiri ya wachungaji wetu na maneno ya Mungu mengi kwa nyakati nyingi yanasisitiza msilie. Lakini leo Baba Askofu umenijibia swali kubwa sana. Nilikuwa najiuliza, kama Mungu ameumba machozi, ni wakati gani atatoka? Kama watu wa dini wanahubiri tusilie. Lakini leo Baba Askofu umejibu swali moja kubwa sana, kwamba tulie, lakini tukiamini ipo siku tutafufuliwa. Kwa hiyo nami nihitimishe kwa maneno kwamba, kwanza, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatoa pole nyingi sana kwa familia. Lakini pili, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshatoa pole nyingi sana kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na sisi sote tunaungana na msiba huu mkubwa. Mimi nimekuwa ni mtu wa karibu sana kwa kaka yangu Charles. Tumetoka kwenye msiba mzee wetu Msuya, tunabandika tena msiba wa kaka yetu Charles. Hapa tena Baba Askofu anasema kuna msiba mwingine. Tukakaa tunazungumza na Advocate Msando, huyu jaji anayezungumzwa ni yupi? Lakini Msando akasema inawezekana ndio yule tuliyesoma naye aliyewahi kuwa mshauri pale Ikulu. Tukasema hatujui, ila tutamuuliza vizuri Baba Askofu. Sasa nihitimishe kwa kusema, familia, tangu umri huu mliofikia mmekwisha aga watu wengi sana. Si kawaida sana, mara nyingi tunapoaga watu tunadhani sisi sio wahusika. Lakini leo msiba umefika kwenye familia yetu.
Kama ambavyo tulikuwa katika imani tunawaambia watu msilie, na sisi tunaendelea kusema ishikeni imani kwamba Mungu yuko pamoja nanyi nyakati zote. Baada ya kusema haya, Baba Askofu, itakuwa ni aibu sana kuja kumuaga kaka yetu Charles Hilary katika kanisa ambalo alikuwa kisali nyakati zote. Hapo nje kuna manguzo yako hapo nje hapo, mamiti yale yanaonyesha kwamba kanisa hili bado linajengwa. Hata kama tuna haraka sana ya kuweza kumsafirisha kaka yetu Hilary, mimi naomba tuache alama kanisani hapa. Baba Askofu ameniambia kwa haraka inahitajika milioni kama 50 ili iweze kutoa haya manguzo hapo nje. Haiwezekani tukaingia hapa tukamtaja sana baba huyu eti tusiache sadaka hapa kanisani. Itakuwa sio jambo la maana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba mkoba wangu na mimi nitoe sadaka hapa. Na naomba maafisa wote mliotambulishwa kwa uspecial, mlikuwa mtambulishwi tu, walikuwa wanajua kitakachofuata. Kwa naomba mshike sadaka kubwa kabisa ili mtolee Mungu. Mnakumbuka Mungu adhiakiwi kwa shilingi 100,000 au 200,000. Toa sadaka kubwa. Baba Askofu, na mimi naanza sadaka hii hapa ya milioni 5. Naomba kaka Albert Msando, Fatma Almas Nyangasa, hata kama hamna, mnasema tu itakuja milioni 5, itakuja milioni 2, itakuja 300,000, itakuja 400,000. Tufanye chapu ndani ya dakika chache ili angalau misa, ili angalau jambo jingine liweze kuendelea. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa dakika chache naomba naye aandike viongozi wote tuliotaja tutakuja na ambao tutataja. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kushukuru Baba Askofu. Mimi mkuu wa wilaya, kwa sababu ya bosi umeshaelekeza, mimi natoa shilingi milioni 1 na nitaituma kwenye simu hapa tu baada ya ibada. Asante sana Mheshimiwa Almas Fatuma Nyangasa, na najua mmetangaza naye, anakusikia unachokitoa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Baba Askofu, mimi pia nitachangia kiasi cha shilingi milioni 1. Makofi mengi sana, makofi mengi sana. Mamea, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mkemia mkuu wa serikali, naomba nisikie neno lako. Mkemia mkuu wa serikali, na wale ambao hamjui, mkemia mkuu wa serikali alikuwa bosi wangu wakati nafundisha chuo, ile taasisi ya elimu ya watu wazima. Kwa hiyo najua kile nilichoandika mimi yeye atakwenda juu zaidi. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Baba Askofu. Mimi kakaangu aliyelala hapa sio kwamba tu nimekuja kwa nafasi ya serikali. Mimi ni mwanafamilia. Tumeishi wote, nikiwa nje huko yakiwa Ujerumani, mimi kwa Uholanzi, lakini na hapa nyumbani tunakuwa tunashirikiana, tulikuwa tunaishi hapo Sinza, lakini pamoja na huko Kibamba. Ninaomba nitoe shilingi milioni 1,500,000 na nitakuwa tayari kuzituma kwa simu. Asante sana. Makofi jamani kwa mkemia mkuu wa serikali. Naomba sasa mwenyekiti wa CCM wote tuungane, wote tupange mstari hapa kuchapuchapu, tuokoe muda ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kanisa linajengwa kwa sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Robert Elias Mbowe. Huyu bwana ni mrengo Kibamba kule. Na kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ubungo, niseme kwa moyo mmoja, taahidi milioni 1 nitawakilisha baada ya siku 3-4 hivi. Asanteni sana. Baba Askofu, wala usijali, hizi nitafuatilia mwenyewe kwa sababu nawafahamu wanapokaa. Karibu. Karibu mzee wangu Nyegesha. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kristo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa,
Nikushukuru sana kwa uwepo wako. Baba Askofu Paul Sostenes, nakushukuru sana. Mimi ni diwani wa Ubungo, kanisa ambalo ndugu Charles ni mwabudu hapa. Niseme kwa niaba ya wananchi wangu wa Ubungo, masikitiko makubwa sana, lakini kubwa kabisa, mzishi uambatane na sadaka ya Bwana. Kwa kuwa kiongozi mkuu huko, mimi nitatoa milioni 1 kuchangia kanisa, lakini na halmashauri yangu kuna jambo tutafanya kwa ajili ya kanisa hili. Lakini baba mheshimiwa mkuu na baba askofu, mimi ni sehemu ya wahubiri. Niombe familia Charles ambaye nafahamu sana, pamoja na yote sisi wote utawanyika, tutakwenda majumbani kwetu, mtabaki nyinyi. Katika kubaki nyinyi, kaeni katika imani. Mkitaka ushauri wowote, msalaba uko pale. Inua macho msalabani, mtazame Yesu na Yesu atakukumbatia. Asante Msakimea Ubungo Kinondoni. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama alivyosema meya mwenzangu wa Ubungo, na mimi nitachangia milioni 1, lakini natanguliza 300,000. Sana hapa pana mabalozi mbalimbali tuanze kuja. Huyu anayekuja ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa. Bwana asifiwe. Baba Askofu, na mimi nitachangia shilingi 200,000 pamoja na kushiriki kwenye kazi ngumu. Asante sana balozi. Tumsifu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na baba askofu, nashukuru kupata nafasi hii. Mimi naitwa Balozi Muvale Matinyi. Tofauti na mtangazaji wa awali aliyeniita mstaafu, mimi bado nafanya kazi na Mandugu Sweden. Na ili kuchangia katika ujenzi huu shilingi milioni 2, na nitoe pole kwa wanafamilia. Kakangu Charles tumekuwa naye Dar es Salaam hapa kwa mwaka zetu, wakati anaingia ile Tanzania mimi nilikuwa darasa la 3. Kwa nadhani kwa sana. Baba Askofu, huyu anayeondoka alikuwa mkuu wangu wa wilaya, akamwenzangu akateuliwa kuwa balozi. Mwingine hapa juzi alikuwa mkuu wa wilaya wa Ubungo, ameteuliwa kuwa mkurugenzi wa TANESCO Tanzania. Kwa hiyo nimebaki mimi. Naomba tuendelee kuja. Naomba tuanze kuja sasa mara moja. Baba yuko hapa. Naomba tuje wote sasa, kila mmoja ashike sadaka mkononi, sadaka ya ujenzi wa kanisa hili, kwa imani kwamba kaka yetu Charles ambaye ndiye alikuwa ni miongoni mwa mategemeo hapa kanisani amelala. Sadaka yake tuitoe sisi. Naomba wanakwaya tuandalie wimbo mzuri ili wote sasa waweze kuja wakimshika mkono baba hapa. Naomba tuanze kuja. Naomba wote mlioshika sadaka tuanze kuja sasa.